السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu mnaotufuatilia kupitia Masjidi Zainab Nyashishi, lakini pia wana darsa mliojumuika, ni kipindi cha darsa ya usulul fiqhi katika kitabu cha Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, na leo tunazungumzia at-taklifu wa shurutuhu, taklifu na masharti yake. Taarifuhu, kielelezo chake neno at-taklif fi lugha, katika lugha, talabu ma fihi kulfatun, ni takwa ambalo ndani yake kuna taklifa, kuna kukalifishwa. Ai maana yake mashaka, ndani yake kuna tabu. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wanawachuoni wa usulul fiqhi juu ya hili neno at-taklif, wao wameliarifisha kwa kusema al-khitabu bi amri au nahyi au takhyir. Ni ile khitabu iliyokuja kwa amri au kwa katazo au kwa kukhiarisha. Hiyo ndio taklif. Tutazame shurutu taklif, masharti ya taklif. Litaklifi shurutun, taklifu ina masharti mengi. Baadhuha yarji'u ila almukallafi, baadhi yake yanarejea kwa mukallafi mwenyewe. Wa baadhuha yarji'u ila alfi'li almukallafi bihi, na baadhi yake yanarejea kwenye tendo la mukallaf. Kuna baadhi ya masharti yanarejea kwa yule aliyekalifishwa, na kuna baadhi yake yanarejea kwenye tendo la yule aliyekalifishwa na sheria. Na tutakuja kuona namna gani baadhi ya masharti yanarejea kwa mukallaf na namna gani baadhi ya masharti yanarejea kwenye tendo la mukallaf. Tuangalie shurutul mukallaf, masharti ya mukallaf. Sharti la kwanza, mukallaf an yakuna aqilan, anatakiwa awe na akili. Manake mukallaf ni ule ambaye kafikia balighe, ana akili timamu, huyo ndio mukallaf. Kwa hiyo khitabu za Allah zinamhusu. Kama ni wajibu atekeleze, akiacha ataandikiwa dhambi, akifanya ataandikiwa thawabu. Huyo ndio mukallaf. Sasa sharti la kwanza, an yakuna aqilan, anatakiwa awe ni mtu mwenye akili, asiwe mwenda wazimu bwana. Sharti la pili, an yafhama alkhitab, anatakiwa aifahamu khitabu. Ikiwa aya inamkhutubia aifahamu, ikiwa hadithi inamkhutubia afahamu. Yani yale maelezo ya kisheria pindi yanapomkhutubia yeye awe ni mwenye kuyafahamu. Hilo ni sharti la pili. Wa bihadhaini shartaini, na kwa masharti mawili haya, yakhruju as-sabiyu wal majnunu min at-taklifi, anatoka mtoto mdogo na mwenda wazimu katika taklifu. Kwa sababu mtoto mdogo hawezi kufahamu khitabu, mtoto mdogo hana akili. Mwenda wazimu hawezi kufahamu khitabu, mwenda wazimu hana akili. Sasa kwa masharti haya mawili, yakhruju as-sabiyu wal majnun min at-taklif, anatoka mtoto mdogo na mwenda wazimu kwenye taklifu. Wa wajhu hadha al-ishtirat, na sababu ya kushurutisha huku, anna muqtadha at-taklif,
ni kwamba mahukumilio ya taklifu at-taa ni kutii, wal imtithali na kutekeleza. Wala tata'ata at-taa, wala haikubaliki taa illa biqasdi al-imtithal, isipokuwa kwa kukusudia kutekeleza. Wala yata'ata al-qasdu, wala halikubaliki kusudio illa bil ilmi wal fahmi, isipokuwa kwa kujua na kwa kufahamu. Ndio sababu za kushurutisha mambo hayo. Amma wujubu zakati wal gharamat fi mali sabiyi wal majnun, ama wajibu wa kutoa zaka na wajibu wa kulipa gharama katika mali ya mtoto mdogo na mwenda wazimu, falaisa litaklifihima, mambo hayo hayako katika kukalifishwa kwao. Wa innama huwa min qubaili rabti al-ahkami bi asbabiha, na hakika si vinginevyo mambo hayo yako katika fungamano la hukumu na sababu zake. Manake mtoto mdogo hana akili, mtoto mdogo hafahamu khitabu. Hivyo hivyo mwenda wazimu hana akili wala hafahamu khitabu. Sasa pamoja na mwenda wazimu wake au pamoja na utoto wake, ana mali, labda huenda kaachiwa na wazazi wake, au kama ni mwenda wazimu alizichuma zile mali kabla ya kufikwa na mwenda wazimu, lakini akaja kupatwa na mwenda wazimu, na huenda hizo mali zimefikia kiwango cha kutolewa zaka na zimepitiwa na mwaka. Sasa tunaambiwa mambo haya falaisa litaklifihima, hayako kwenye kukalifishwa kwao. Wa innama huwa min qubaili rabti al-ahkami bi asbabiha, hakika si vinginevyo mambo hayo yako katika fungamano la hukumu na sababu zake. Huyu mwenda wazimu, waliyul amri, mwenye kusimamia, anatakiwa atoe sehemu ya mali kwa ajili ya kutoa zaka. Kadhalika hata mtoto mdogo anapokuwa ameharibu kitu cha mtu, natakiwa mtu alipe. Ndio ile wal gharamat. Khitabu haiendi kwa mtoto, khitabu inakwenda kwa waliyul amri, anayemsimamia yule mtoto. Ndio maana akasema amma wujubu zakati wal gharamat fi mali sabiyi wal majnun, ama wajibu wa kutoa zaka na kulipa gharama katika mali ya mtoto, wal majnuni, na mwenda wazimu, falaisa litaklifihima, mambo hayo hayako katika kukalifishwa kwao. Wa innama huwa min qubaili rabti al-ahkami bi asbabiha, na hakika si vinginevyo mambo hayo yako katika fungamano la hukumu na sababu zake. Kisha wakafafanua hapa chini wakasema fal itilafu wa milku nisab, kuharibu mali ya mtu na kumiliki kiwango, sababu lithubuti hadhihi alhuquqi fi dhimmatihima bilquwa, ni sababu ya kuthibiti haki hizi katika dhima yao kwa nguvu. Yani ikiwa itatokea mwenda wazimu kaharibu kitu cha mtu, au mtoto mdogo kaharibu kitu cha mtu, au mwenda wazimu mali yake imefikia kiwango cha kutolewa zaka na imepitiwa na mwaka, sasa tunaambiwa mambo haya yako kwenye dhima yao. Fal itilafu wa milku nisabu sababu lithubuti hadhihi alhuquqi fi dhimmatihima bilquwa, kule kuharibiwa kitu na kumiliki kiwango ni sababu ya kuthibiti haki hizi katika dhima yao kwa nguvu. Maadhari wameharibu, ichukuliwe kwenye hiyo mali ya mtoto au mali ya huyo mwenda wazimu, kilipwe kilichoharibiwa. Madhali mali imefikia kiwango cha kutolewa zaka, basi ichukuliwe hiyo mali ya mtoto au ya mwenda wazimu ikatolewe zaka kwa nguvu. Wal khitabu liwaliyihima, na khitabu itakwenda kwa wali wao, kama yukhatabu sahibul bahima, kama vile anavyohutubiwa bwana mwenye mnyama, fi dhamani ma atlafatuhu, katika kulipa kile alichokiharibu yule mnyama. Mbuzi wako amekwenda amelisha mahala mazao ya watu, wewe sahibul bahima utalipa wewe.
Naam, ndivyo ilivyo. Wa amma sabiyu almumayyizu, ama mtoto mdogo mwenye upambanuzi, fataklifuhu mumkin, taklifu yake mtoto huyo ni jambo linalowezekana. Lakinna shar'a hatta anhu taklif, lakini sheria imemuondoshea taklif, takhfifan liusri aluqufi ala alhaddi, kwa kumfanyia takhfif katika uzito wa kusimama kwenye adhabu, alladhi yufhimu fihi alkhitabu, adhabu ambayo inafahamishwa ndani yake na khitabu. Yeye tunaambiwa taklifu yake ni jambo linalowezekana, lakini kwa sababu ni mtoto, hata kama anapambanua mambo, sheria imemuondoshea taklifu, imemuondoshea takhfifan liusri alwaqif ala alhaddi, kumfanyia wepesi katika uzito wa kusimama kwenye adhabu, alladhi yufhimu fihi alkhitabu, adhabu ambayo inafahamishwa na khitabu. Fajuila taklifuhu inda alalamati dhahira, kukafanywa taklifu yake huyo mtoto mdogo ni pale kutakapojitokeza alama ya wazi, wahiya albulughu, nayo alama ya wazi ni kufikia baligh. Wa kharaja biishtirati alfahmi fi almukallaf aidan, na akatoka kwa kushurutisha kufahamu katika mukallafu pia. Akatoka mtu gani? Annaimu wasahi, aliyelala na aliyesahau. Kama wewe umelala, wewe unatoka, unakuwa si mukallafu. Ikiwa umesahau, wewe si mukallafu. Ndio maana hata zile nyudhuru za swala ni mbili, ahdharu salati ithnan, nyudhuru za swala ni mbili, ukatajwa an-naum wa nisyanu, ni kulala na kusahau. Sasa ikiwa wewe umelala ikakupita swala, wewe sio mukallafu wakati ule umelala mpaka pale utakaposhtuka, au umesahau, wewe sio mukallafu mpaka pale utakapokuwa umekumbuka. Ndio maana hata katika saumu, ikiwa mtu kasahau akala na akanywa kisha akaja kukumbuka, atimize saumu yake. Mtume anasema Allah ndiye aliyemlisha na ndiye aliyemnywesha. Kwa nini? Kwa sababu yeye anakuwa sio mukallaf. Kwa kile kitendo cha kushurutisha kufahamu katika mukallaf ikawa ni sababu ya kutolewa aliyelala, na ikawa ni sababu ya kutolewa aliyeghafirika, aliyesahau. Wasukrani, na akatoka mtu aliyelewa, alladhi la yaaqilu, ambaye hana akili, fa innahum ghairu mukallafin, hao si mukallafin hao, fi hadhihi alahwali, wanapokuwa katika hali hizi, liadami fahamihim, kwa kutokufahamu kwao. Amma thubutu ahkami af'alihim min algharamati wa nufudhi talaqi sakrani, ama kuthibiti kwa hukumu za matendo yao miongoni mwa kulipa gharama juu ya vitu vilivyoharibiwa na kupasishwa talaka ya mlevi, falaisa litaklifihim, mambo hayo hayako katika kukalifishwa kwao, bal huwa min qubaili rabti alahkami biasbabiha, bali mambo hayo yako katika upande wa fungamano la hukumu na sababu zake. Yani mtu asije akasema mimi bwana nilikuwa nimelala nikaharibu kitu fulani, au nilisahau nikaharibu kitu fulani, au nililewa mimi ndio maana nikampa mke wangu talaka. Mambo hayo yakija kutokea hayo, kama ni masala ya kulipa gharama, utalipa gharama. Kama ni wewe umempa talaka mkeo, talaka hiyo itakuwa imeswihi. Ndio maana wakasema amma thubutu ahkami af'alihim, ama kuthibiti kwa hukumu za matendo yao, min algharamati, miongoni mwa kulipa vitu vilivyoharibiwa, wa nufudhu talaqi sakrani, na kupasishwa kwa talaka ya mtu alielewa, falaisa litaklifihim, mambo hayo sio katika kukalifishwa kwao, hayako katika kukalifishwa kwao, bal huwa min qubaili rabti alahkami biasbabiha, bali mambo hayo yako katika upande wa fungamano la hukumu na sababu zake. Wala dalilu fi qawlihi, na wala hakuna dalili katika kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema la taqrabu salata wa antum sukara, msikaribie swala na hali ya kuwa nyinyi umelewa, ala taklifi sakrani, juu ya taklifu ya mlevi, eti akaacha kuswali asiandikiwe dhambi kwa kuwa alikuwa amelewa. Lianna hadha alkhitabu fi hali sahwi, kwa kuwa khitabu hii ilimkuta katika hali ya uzima, au liman wujida minhu mabadi usukri,
au kwa yule ambaye umepatikanwa kutokana na yeye mwanzo wa ulevi, lakinahu la yazalu yafahamu alkhitab, lakini yeye haachikuwa bado anaifahamu khitabu. Amma almukrahu, ama yule mwenye kulazimishwa, famukallafu, huyo anahesabika kuwa ni mukallaf, anafanya mambo kwa kulazimishwa. Liannahu yaaqilu wa yafahamu, kwa kuwa yeye ana akili na anafahamu. Wa yaqdiru ala fi'li ma ukriha alayhi wa tarkuhu, na anaweza kufanya kila alicholazimishwa na kukiacha. Kwa hiyo huyo wakamuhesabu kuwa yeye ni mukallaf. Waqalat almu'tazila, na wakasema mu'tazila, huwa ghairu mukallafi, mwenye kulazimishwa sio mukallaf. Liannahu kalala, kwa kuwa yeye muda huo anakuwa ni kama vile roboti tu. Fahuwa maslubul ikhtiyari, basi anakuwa amenyang'anywa khiyari. Na leo ndo tunamaliza mlango wetu wa at-taklifu wa shurutuhu, na darasa inayofuata tutaendelea halil kufaru mukhatabuna bi furu'i sharia. Je, makafiri nao wanahutubiwa na matawi ya sheria, au makafiri wanahutubiwa tu na zile na zile usulu sharia, usuli sharia, ile misingi ya sheria wanahutubiwa katika hayo, au pia wanaingia katika furuu ash-sharia? Tutakuja kuona insha Allah. Tumuombe Allah jalla jalalu atuwafikie ili tuweze kuwa na muendelezo na darasa zetu hizi. Wallahu wali tawfiqi, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.